Ana ndugu yangu mkulima. Ndio. Najua unadiskasigi mambo mengi sana. Ndio. Kuna issue ambayo inaendelea nyumbani Tanzania ambayo Sabasaba leo watu hawajatoka kabisa. Japokuwa ni siku ya kitaifa lakini kulikuwa na hofu ya maandamano, watu wamepoa kama ilivyokuwa tarehe 9 Disemba. Tunaendaje hivi mwanangu? Sasa unajua issue hapo ni moja kwamba Sabasaba leo watu hawajatoka. Japokuwa ni sikukuu lakini sio kama ilivyo. Watu hawajatoka. Furaha, yani kilichopotea ama hakuna ushindi katika hili. Hamna aliyeshinda. Kuna aliyeshinda. Ya mtu mwenyewe sababu bana watu kutotoka nje, labda serikali imeshinda. Hapana. Serikali imepoteza. Watu kutotoka imaanishi kwamba wananchi wameshinda. Wananchi pia wamepoteza uchumi. Watu pia kutotoka, aliyeshinda labda ni yule ambaye anachochea. Kwa sababu yule anayechochea kwa bahati mbaya sana faida yake yeye ni maeneo mawili. Unaidhorotesha serikali kiuchumi, lakini pia unautesa uchumi wa Mtanzania wa kawaida. Ndio. Kwa nini? Sababu ya kwanza ni kwamba serikali inategemea makusanyo. Kodi. Unajua sasa hivi sijui mara sijui nani ametoa fedha zake, sijui Umoja wa Ulaya. Tuna budget ambayo inategemea movement zetu sisi wenyewe. Turudishe mikopo. Ili tuweze kumove. Sasa Mtanzania ambaye anategemea kwenda soko la Mabibo, apambane apate chochote kitu kwa ajili ya familia. Yaani atoke ndo okote. Alipe bills. Mwingine winga Kariakoo, mwingine yuko zake Tunduma boda, mwingine yuko Kasumbalesa, mapambano kwa ajili ya maisha ya kawaida. Yaani maisha ya Mtanzania ni uchumi wa kula leo. Ambapo huyu akishabaki nyumbani, maana yake ule mnyororo wa thamani, mama lishe, mama ntilie, boda boda, wote umekata kwa muda. Wote umekata. Ambapo kisha kata huu mrija, pia umekata mrija kwa serikali. Kwa maana ya makusanyo yake pia anafanya anakuwa anayakosa. Tazama pia unakuta labda vyombo vya ulinzi na usalama vipo on ground, vinafanya kazi on ground. Maana yake pia operations zile ni fedha ambazo zinatumika pia budget ya kwa ajili ya operation. Kwa tunapoteza fedha kwa ajili ya operation, tunapoteza kodi za wananchi. Wananchi pia kipato chao kinayumba kwa kiasi kikubwa. Impact yake hata kimataifa, labda watu walikuwa wana tiketi zao, wanabidi wapush safari labda mbele kusubiri nini ambacho kitakuwa. Kama imejenga pia hofu fulani hivi. Sasa nini cha kufanya? Tunatokaje? Swali. Unatakiwa utazame kwamba miaka kadhaa nyuma Tanzania tulikuwa hivyo? Hapana. Labda jibu inaweza kuwa ni hapana. Tanzania haikuwa hivyo miaka ya nyuma. Tumefikaje hapa? Ndio swali ambalo tunajiuliza. Kwa hiyo kama kuna sehemu tulikosea ama kuna sehemu tulikoseana, kwa sababu lile ni taifa. Tanzania ni taifa. Yaani kukoseana kupo kama taifa. Hatuwezi kuishi taifa ambalo watu hawakoseani. Mataifa yote duniani watu wanakoseana. Hatuishi katika taifa ambalo watu hawana mawazo tofauti. Haliwezi kuwa taifa ambalo watu hawana mawazo tofauti. Taifa lolote lina mawazo tofauti. Tunayachukua, tunayafanyia kazi kwa pamoja. Si ndo maridhiano unataka au? Ni hayo ndio kama maridhiano. Sasa maridhiano. Sasa nachokiona mimi, kuna namna ya kuwanyima hao wanaharakati, kuwanyima ajenda. Wanyime ajenda. Kuwanyima ajenda wanaharakati ni kuwatendea vyema wananchi wako. Yule utamnyima ajenda. Zitakuwepo kelele, lakini hazitokuwepo kelele za kiasi ambacho za kuhisi wale wanaharakati wanaweza waka influence raia wako. Sio, umeelewa vizuri? Maana yangu ni nini? Maana ni kwamba Tanzania sio kisiwa. Ni nchi ambayo ina interact na nchi zingine. Tunafahamu mambo yanaendelea nchi mbalimbali. Yaani unakuta sijui Kenya ushawahi kusikia, sijui hapa Iran ulisikia, nchi mbalimbali. Kuna vitu vingi, imperials wana namna nyingi ya kuidisturb nchi, ya kudisturb uchumi. Na mimi nikwambie Zungu, kuliko watu kwenda kuandamana, hakuna maandamano mabaya kama watu kukaa ndani. Kwa sababu watu wana hofu, yani sio hofu, yani kutotoka ndo hofu. Kwenda kufanya kazi. Hayo ni maandamano mabaya zaidi. Kwa sababu gani? Serikali inakosa kodi. Wananchi wanakosa kipato. Unatengeneza njaa. Njaa ikishaingia, maana yake athari yake inakuwa kubwa. Yaani njaa ikishaingia athari yake inakuwa kubwa. Kwa hiyo
nadhani serikali ina nafasi ya kuwanyima wapinzani ama kuwanyima hawa wanaharakati wanaohamasisha, yes, wanyime ajenda. Kuwanyima ajenda ni kuwatendea wema wananchi wako. Tunakaa round table kwa jamani, okay, tumeanguka wapi, tuweke hapa sasa, tuweke hapa sasa, tuweke hapa, which ambao wanajitahidi, lakini tunabidi tuongeze zaidi kwa ajili ya taifa. Tunajenga taifa moja. Kwa hiyo hichi kinachoendelea sio kizuri. Yaani itatoka sijui 7 watasema 8 au tarehe 14 mwezi wa 10 wacheza na holidays zile. Watu wanazidi kukaa ndani. Yaani kukaa na tayari kuna kahofu, mimi nakwambia, kwa sababu inatengeneza athari. Kumekuwa kuna kahofu, watu wangetoka kwa sababu mtu naweza nikatoka ikawa hivi. Jomba, mimi nimemaliza. Tumemaliza wote.